إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأفاضل والأكارم، tunaendelea leo katika hadith الثالث والعشرون ambayo ilikuwa tumeianza katika takriban halqa mbili au tatu zilizopita. Takriban hadithi ya Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Kwa kuwa ni hadithi ndefu, ndani yake imebeba qawaid kama alivyosema Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, mtunzi wa kitabu chetu hiki ambacho tunachokitumia hapa katika halqa hizi. Na leo bimashiati Allah ta'ala tunaendelea katika sehemu ya 4 ya hadithi hii ya 23, baada ya kumaliza sehemu ya kwanza at-tuhuru shatrul iman, na sehemu ya pili walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma baina as-samai wal ardh. sehemu inayofuata ya hadithi hii يقول النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة نور والصلاة نور. Kama wakati utaruhusu ni vizuri kuchanganya zote hizi tatu, wassalatu nur wassadaqatu burhan wassabru dhiya, kiwa iko nafasi. Lakini kama nafasi haituruhusu tutakomea hapa katika as-salatu nur. As-salah katika lugha ya Kiarabu bimaana ad-du'a. Sala katika lugha ya Kiarabu as-salah al-alif wal lam was-sad wal lam wal alif wat ta au wal ha ni bimaana ad-du'a. يقول الله عز وجل في سورة التوبة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. Wanasema wanazuoni wa tafsir wasalli alaihim ay ud'u lahum. Kwa hivyo as-salah katika maana ya kilugha, kisema mtu amesali, sala katika lugha ya Kiarabu maana yake ni dua. Kabla ya kuingia katika maana ya kisheria, maana as-salah al-ibada al-makhsusa al-muftataha bil-takbir wal-mukhtatama bil-taslim, mpaka mwisho maneno hayo. Tunatizama kwanza aina tatu za sala ambazo ni mashhur, zinajulikana. Tuna salatu Allah, yani as-salatu min Allah ndio maksudi yake. Halafu as-salatu min al-malaika was-salatu min an-nas. Hizi ni sala aina tatu. Kuna sala inayotoka kwa Mwenyezi Mungu, halafu sala inayotoka kwa malaika, na sala inayotoka kwa wanadamu. يقول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Kwa hivyo hapa kuna sala ambayo imehusisha sehemu tatu. Kwanza Allahu azza wa jalla anamsalia mtume wake. Alqismu athani malaikatu, malaika wake vile vile wanamsalia mtume wake. Halafu sisi waumini katika wana Adam vile vile tunamswalia mtume wake. Lakini je, swala yetu sawa sawa na swala ya Mwenyezi Mungu, na swala ya Mwenyezi Mungu ni sawa sawa na swala ya malaika au la? Kwa hivyo nini maana ya inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi? Mal maqsud bihadha kalam? Nini maksudi yake? Nini swala ya Mwenyezi Mungu kwa mtume wake? Baada ya kuona kwamba as-salah maanaha al-lughawi ni ad-du'a. Kwa hivyo je, hii ni dua vile vile au ma maana? ما معنى إن الله وملائكته يصلون على النبي؟ صلاة الله لنبيه ما معناه؟
thanauhu alayhi 'inda al-mala'i al-a'la. Ahsante. Hiyo ndio tafsiri bora kabisa katika tafsiri zote ambazo wanazuoni wamezitaja. Tafsiri bora kabisa ni hii kwamba makusudio yake hapa ni thanauhu alayhi 'inda al-mala'i al-a'la. Man hum al-mala'u al-a'la? Al-malaika. Kwa hivyo makusudio yake ni sifa nzuri, sifa njema ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humsifu nayo mtume wake kwa watu wema ambao ni malaika kule juu mbinguni. Ndio maana ya sala ya Mwenyezi Mungu kwa mtume wake, kama alivyotafsiri tabi'i mwanachuoni mkubwa wa tafsiri vile vile Abu al-Aliya. Hii ni tafsiri ya Abu al-Aliya wa huwa min ahsani tafasir lihadhihi al-aya. Kwa hivyo makusudio ya inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi, salatu Allahi ala nabiyhi, yani thanauhu alayhi 'inda al-mala'i al-a'la. Ni sifa yake nzuri, sifa yake njema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumsifu mtume wake kwa al-mala'i al-a'la, malaika wema. Hiyo ni swala ya kwanza. Na swala ya malaika na wanaadam kama ilivyokuja katika tafsiri hii ya Abu al-Aliya, huwa duauhum lahu wa istighfaruhum lahu, ni dua yao kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na istighfar, kumwombea mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo bimaana dua. Kwa hivyo siku nyingine ukisikia maneno haya, aya hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ujue maana ya sala ya Mwenyezi Mungu ni nini na sala ya malaika wake na waja wema katika wanaadam ni nini. Fikiri imeeleweka hapo. Kwa hivyo maana sala kwa Mwenyezi Mungu bi maana athana'ul hasan inda almalaika, na maana ya sala kwa malaika na kwa wanaadam, sisi tukimswalia mtume alayhi salatu wasalam, ni maana yake tumuombea Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akimswalia mtume, maana yake ni kumsifu mtume wake inda al-mala'i al-a'la. Wazi ya ikhwan? Hii ndio maana ya sala bimaaniha athalatha katika aya hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kabla kwenda mbele tena, kwa sababu tumetaja masala ya salatullahi wa malaikatuh, sala ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na malaika wake, kwa sababu jambo hili ni jambo muhimu, jambo kubwa sana ambalo limekuja katika mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ni vizuri kujua baadhi ya yale mambo ambayo yatampelekea mwanadamu Muislamu kupata sala ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na sala ya malaika wake. Muhimu sana. Tukianza katika sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika miongoni mwa watu wanaoswaliwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake, tutajua maana ya salatullah wa salatu almalaika, kwa sababu ni wengi, vigawanyo hivi viko vingi katika sunna. Tutaje masala yanayohusiana na sala peke yake. Masala ya kwanza ni ta'lim an-nas al-khair. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humswalia yeye pamoja na malaika wake, humswalia yule mtu anayewafundisha watu mambo ya khair. Faqad jaa fi sunnah في حديث أبي أمامة الباهلي بسند حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. تمام. إن الله حقيقة Mwenyezi Mungu wa malaikatahu, na malaika wake, wa ahla samawati wal ardh, na watu wakazi wa mbingu na ardhi, wakazi wa mbingu na ardhi. Man hum ahlu samawati? Al malaika. Wa man hum ahlu al ardh? Ibadullah, na jamii makhluqati, kama inavyokuja mbele katika hadithi hii. Hatta an-namlata fi juhriha, mpaka yule tungu katika shimo lake, katika tundu yake kule alikojificha ndani. Wa hatta alhut, na hata yule samaki baharini. La yusalluna ala muallimi nnas alkhair, wanamsalia
yule anayewafundisha watu mambo ya khair. Kwa hivyo wakati wowote ukimwona mtu amejitolea kusomesha na kufundisha watu mambo ya khair, thawabu yake hiyo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wewe huwezi kumfikia, yuko mbali sana. Hata kama wewe wamdharau, lakini yuko mbali sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Humfikii kabisa mtu ambaye aswaliwa na malaika, aswaliwa kwanza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wama salatu Allahi ala ibadihi thanauhu alayhi inda al-mala'i al-a'la, na malaika wake ambaye ni dua na istighfar, wa ahla as-samawati wal-ard hatta an-namla wa hatta al-hut yusalluna ala muallimi nas al-khair. Na si lazima iwe ni khairi nyingi, khairi moja tu ukimfundisha mtu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na malaika wake na watu wakazi wa mbinguni na ardhini mpaka wanyama mpaka hasharat wanakutakia msamaha na wanakuombea dua mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hadith hasan an Abi Humama al-Bahili. Muhimu sana hiyo, weke katika fahamu yako nzuri sana. Saa zote ufanye bidii utaka kuipata kufika daraja hii, kazi yake ndio hiyo, fundisha watu mambo ya khair. Kufundisha watu mambo ya khair kuna njia nyingi sana, si lazima ukae kama hapa nilipokaa mimi ufundisha watu mambo ya khair. Si lazima ukaanza kutafuta msikiti, jamani nataka member nifundisha watu mambo ya khair. Si lazima. Fundisha watu mambo ya khair inaanza wapi? Aina yabda? Fil bait. Yabda fil bait. Naanza pale pale kwako nyumbani kwanza. Fundisha ahli yako mambo ya khair, mkeo kaa naye fundisha mambo ya khair, watoto wako kaa nao wafundishe mambo ya khair. Ajr kubwa sana, mbali na kwamba ni wajibu, una ajr kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama thabata fi hadha alhadith. Kisha ndio uanze kutoka nje, ta'muru bil ma'ruf wa tanha an madha wa tanha 'anil munkar. Kuntum khayra ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Halafu ndio uingie katika mujtama al-islami, uingie katika madaris, uingie katika sehemu mbalimbali, mahali mkusanyiko wa vijana, uanze kuwafundisha watu mambo ya khair. Taban bil ikhlas, wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din. Huyo ni mtu wa kwanza, aina ya watu wa kwanza ambao wanaoswaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam na malaika wake pamoja na hao viumbe vingine tuliowataja. الصنف الثاني من الناس الذين يصلي عليهم الله عز وجل وملائكته, watu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambao anawasalia pamoja na mtume wake. Hum ahlu as-sufufi al-awwal fi as-salah. Ahlu as-sufuf al-awwal, watu wanaosimama katika safu za kwanza katika swala. جاء في الحديث بسند صحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول أو يصلون على الصف الأول. قالوا: وعلى الثاني يا رسول الله. ثم محمد صلى الله عليه وسلم aliposema maneno haya, masahaba wakamwambia basi na safu ya pili pia. Mtume anasema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala as-saffi al-awwal, yani watu wanaoswali katika safu ya kwanza, Mwenyezi Mungu na malaika wake wanawasalia watu hao. Swala ya Mwenyezi Mungu tushaijua na swala ya malaika wake pia tushaijua. Kwa hivyo hao watu wanaswaliwa katika safu ya kwanza. Masahaba wakaona ile safu ya pili watapitwa na fadhila hiyo kubwa sana, wakatuombea na sisi pia kwa mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kawaambia wakasema wa ala thani ya Rasulullah, basi na safu ya pili pia. Mtume akarejelea tena mara ya pili akasema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala as-saff al-awwal. Hawakunyamaza, wakasema tena mara ya tatu wa ala thani ya Rasulullah. Qala alayhi salatu wasalam wa ala thani, basi na safu ya pili pia. Ikabidi sisi tuingie katika safu ya pili. Kwa hivyo ukipitwa na safu ya kwanza unayo chance katika safu ya pili, kulingana kwa mujibu wa hadithi hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hao ni watu wa sehemu ya pili ambao wanaswaliwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake. Vile vile katika hadithi nyingine mtume alayhi salatu wasalam inda Ibn Majah wa Nasa'i bisanadin sahih au hasan, qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala as-saffi al-muqaddam, yani safu al-awwal, safu ya kwanza, wal muadhdhin, na yule mwenye kuadhini. Sikizeni haya maneno ya mwenye kuadhini, maneno mazuri sana. Mkiyasikia kwa makini nikimaliza, nafikiri kuanzia salatu al-isha watu watapigana, kila mmoja ataka kuadhini. Anasema mtume alayhi salatu wasalam, wal muadhdhin, na yule mwenye kuadhini, yughfar lahu, anasamehewa madhambi yake, mada sautihi, umbali wa unapofika sauti hiyo, wa yusaddiquhu, na anasadikishwa yale maneno anayoyasema mwenye kuadhini, kullu man yasma'uhu, kila anayemsikia, min ratbin wa yabis, katika mambo ambayo yana uhai na mambo yaliyokauka yasiyokuwa na uhai. Walahu mithlu ajri man salla ma'a, na anabeba thawabu na malipo ya kila anayekuja kuswali pamoja na yeye. Kama mlikuwa hamujui thawabu ya muadhdhin, hiyo ndio thawabu yake, ajr ambayo ilikuwa haipiti katika akili yako kabisa. Hiyo ndio thawabu ya almuadhdhin amama Allah azza wa jalla, kubwa sana, kubwa sana. Ingekuwa misikiti leo watu wangefahamu hadithi hii, wangekuwa wapanga line, kila mmoja ataka kuadhini, au misikiti ingekuwa imewekwa register. Leo wewe asubuhi, adhuhuri wewe, mimi sijaadhini tangu jana, sasa ni zamu yangu. Watu wangekuwa wapigana tena bila mshahara, kwa sababu ya malipo haya makubwa sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo niwasomee tena maneno haya mtume alayhi salatu wasalam, yaingie katika akili zenu. Anasema wala subhana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala safi al-awwal wal muadhdhin yughfar lahu mada sauti, na mwenye kuadhini anasamehewa madhambi yake ule umbali unapofika sauti yake. Maneno haya yanasema mtume alayhi salatu wasalam, wakati huo kulikuwa hakuna speakers, inaitwa PA system, public address system, hakuna wakati huo. Haya, weka speaker, sauti inafika wapi? Sauti inafika wapi? Hii sauti al-azhar inafika paka wapi ukiadhini hapa? Nyali? Yategemea upepo unapopiga. Haya, ikipiga sana upepo unafika wapi? Naam Umar. Shimanzi. Mashaallah. Haya, sikieni maneno haya. Sauti ya muadhdhin inafika paka Shimanzi. Mada sautihi, umbali wa sauti yake huyo muadhdhin inafika paka Shimanzi. Na upande huu mwingine, ni wakati mmoja nilikujasikia sauti hii ya Azhar, muadhini hapo unafika paka Likoni, nafika paka Likoni pale mwanzo sauti ya msikiti huo ya muadhdhin, na msikiti mingine vile vile. Kwa hivyo yughfar lahu mada sauti wa yusaddiquhu man yasma'uhu min ratbin wa yabis, kila kiumbe kilicho hai ambacho ni ratb au kilichokauka yabis, ambavyo vinamsabih Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama jaa fi surati al-an'am. Zote hizi vile vile zinafanya nini? Zinamkulisha anaposema ashhadu an la ilaha illa Allah, wa anasema sadaqta, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hivi viumbe vinasema sadaqta, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, mpaka mwisho mwadhini wake. Wewe pengine wazungumza, lakini viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yusaddiquna ma yaquluhu almuadhdhin. Watu wanashughulika na mazungumzo yao, waliokaa barazani, waliokaa katika mahoteli, waliokaa katika biashara zao. Muadhini watu hawana habari. Fadla ya hadithi ya mtume alayhi salatu wasalam, idha adhana almuadhdhin faqulu mithla ma yaqul, semeni kama anavyosema,
kisha akimaliza ndio muombe dua ya adhan. Watu waomba dua peke yake, lakini yale anayosema muadhini hakuna anayemfuatilia. Tuendelee na mazungumzo yake mpaka amalize muadhin. Kama mkumbuka ataleta dua, kama kukumbuka ishapita hiyo sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam. Kisha mwisho anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam walahu mithlu ajri man salla ma'a, na anabeba thawabu ya kila mmoja anayekuja kusali na yeye. Ukiadhini hapa Masjid al-Azhar, watu wanaosikia mwadhini wakija kuswali hapa, kila mmoja aliyekuja kuswali wewe una share katika thawabu yake. Ile thawabu yake ya swala na wewe vile vile unayo. Wewe waionaje hiyo? Ile thawabu yake ya swala na wewe vile vile unayo. Mwadhini mmoja tu, mwadhini mmoja tu adhini asubuhi au adhuhuri, angalia malipo yake namna gani haya mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na juu ya haya yote ni salatullahi wa malaikatihi, sala ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Thanauhu alayk inda al-mala'i al-a'la, Mwenyezi Mungu anakusifu mbele ya malaika wake, mbele ya malaika. Ukisema Allahu akbar, unasifiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inda al-mala'i al-a'la. As-sinf ath-thalith, aina ya tatu ya watu ambao wanaswaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake. Madamu tumetaja maana as-salah, salatu Allah wa salatu al-malaika wa salatu an-nas. As-sinf ath-thalith hum alladhina yasiluna as-sufuf, ni wale ambao wanaokamilisha safu. Hawa ni watu aina tatu wanaoswaliwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake. في الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن عن البراء بن عازب رضي الله عنه بسند حسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na malaika wake wanawasalia wale watu ambao wanakamilisha safu. Wale watu ambao wanakamilisha safu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawasalia watu hao yeye na malaika wake. Wa fi hadithi Aisha, katika hadithi Aisha, hii hadithi ya kwanza inda Ibn Majah wa Ahmad wa Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban bisanad sahih. katika hadithi ya Aisha vile vile fi sahih at-targhib wat-tarhib يقول عليه الصلاه والسلام haya maneno inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala alladhina yasiluna as-sufuf. Alafu anasema alayhi salatu wasalam wama min khutwatin ahabbu ila Allah min khutwatin yamshiha al-abdu yasilu biha saffa, na hakuna hatua ya miguu ambayo ahabbu ila Allah, inapendwa zaidi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hatua hiyo kwa miguu, min khutwatin, kuliko ile hatua ambayo yamshiha al-abd, mja anaitumia hatua hiyo, anaipiga hatua hiyo ya miguu, yasilu biha safa, ili kukamilisha safu. Tazameni fadla, tazameni thawabu, tazameni ajr kubwa hii inayomfikia watu aina hii na watu sampuli hii ambao wanaokamilisha sala kwa kutimiza sufufu. Aina nahnu اليوم min hadhihi at-ta'lim? Leo sisi tuko wapi na ta'lim kama hizi? Mara nyingi sana ukiingia katika misikiti, mara nyingi sana mpaka msikiti huu vile vile, misikiti mingi sana ukiingia, safu ya kwanza haijakamilika, watu washaunda safu ya pili. Kwa nini? Ukimuuliza wewe uko hapa, au ukweli kabisa hawezi kukwambia, lakini ukweli au una uvivu kwenda paka kule mwisho kukamilisha. Sasa aona yeye kuna mtu mwingine ambaye atakayekwenda kukamilisha, wala hasubiri ikamilishwe, ambayo ni makosa, ambayo ni makosa, khilaf ya amri ya Mtume alayhi salatu wasalam, atimmu as-saffa al-awwal fal-awwal, kwanza safu ya kwanza ikamilike, kisha ndio iunde safu ya pili. Watu wanaunda safu ya pili, safu ya kwanza haijakamilika. Watu waunda safu ya tatu, ya pili haijakamilika. Sasa mbali na kukhalif amri hii ya Mtume alayhi salatu wasalam,
Tizama hii fadhila kubwa ambayo Muislamu anajikosesha, fadhila kubwa sana. Lao kama ungekuwa unazingatia wakati huo ambao umesimama katika safu ya pili pale katikati, watizama kulia kushoto, watu wajaze safu, wewe uko pale unasimama. Lao kama ungekuwa wazingatia maneno haya, ungekimbia, ungekwenda haraka haraka ili mtu asikupite kwenda kujaza ile safu. Mtume alayhi salatu wasallam anasema, ma min khutwatin ahabbu ila Allah min khutwatin yamshiha al-'abd yatimmu biha safa, fi hadithi Aisha. Maneno mazito makubwa sana katika mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tayeb, bal aswa min dhalik, wakati mwingine inatokea ithar, na tumetaja katika moja katika halqat zilizopita kwamba kuna ithar aina mbili. Kuna ithar li umuri dunya wa ithar li umur al-akhirah. Kuna ithar watu wanafanya katika mambo ya dunia, na ithar watu wanafanya katika mambo ya akhirah. Ithar lugha ya Kiarabu maana yake ni mtu kumtanguliza mwenzake kwa jambo ambalo yeye mwenyewe alikuwa analitaka, ndio maana ya ithar. Kwa mfano, una chakula, wewe una njaa, chakula kile ukampa mwenzio azibe njaa yake, wewe ukabakia na njaa, hiyo ndio ithar. Wala sio ati wewe ule halafu umpe na mwenzio, sio hiyo. Ithar ni wewe ukose mwenzako apate, ndio maana ya ithar katika lugha ya Kiarabu. Ndio wale Ansar wakasifiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, hata kama wao wana shida aina gani, wana njaa aina gani, lakini wanawatanguliza wenzi wao min almuhajirin. Hii ni a'la maratib madha, a'la maratib almahabba. Hii ndio mahabba iliyo number 1 juu kabisa. Sababu number 2 ni kwa wewe unacho ukampa na mwenzio. Kwa hivyo wewe unacho kisha ukampa na mwenzio na yeye vile vile apate, hiyo iko chini. Juu ni mtu ajikoseshe ili mwenzake apate. Lakini kuna qaida katika fiqh inasema, la ithara fi alqurbat. La ithara fi madha? Fi alqurbat. Katika mambo ya qurbat hakuna ithar, katika mambo ya khairi hakuna ithar. Kwa hivyo ikiwa umesimama katika safu ya pili, ukitahamaka kumetokea furja. Furja ni pengo, nafasi katika safu ya kwanza. Wakati mwingine utaona watu watangulizana, mwingine amwambie mwenzake tafadhali, tafadhali ya sheikh, tafadhali. Hakuna, hii yote makosa. Hakuna tafadhali katika qurbat. Katika qurbat kila mmoja anapigania apate yeye. Kwa hivyo hii katika safu ya kwanza, hata kama mtasukumana ni sawa sawa. Mwingine msukumana hivi, nani ataingia yeye pale, kwa hivyo atakaingia mwanzo ndio yeye ashapata. Hakuna mambo ya tafadhali katika kujaza pengo, liannaha qurba min qurbat wala ithara fi alqurbat. Kwa hivyo inatokea sana mtu ashafika pale katika safu ya pili, kuna mapengo katika safu ya kwanza katika pembe zake, mwingine amwambia mwenzake nenda wewe kajaze pale. Hapa kunatokea kwamba tafadhali ya sheikh, tena waitwa sheikh, tafadhali ya sheikh. Yeye asimama yuko pale pale, ataka kuswali safu ya pili au safu ya tatu au safu ya 4. Wa hadha mukhalif hadi nabii alayhi salatu wasalam. Na juu ya hayo unajikosesha fadhila hii kubwa ya Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala alladhina yasiluna sufuf. Kwa hivyo fanya bidii, wakati wowote ukiona safu haikukamilika, usimwambie mtu nenda kukamilisha safu, imebakia pengo moja, nenda kalijaza wewe lile pengo. Na zile hatua ambazo unazotumia ufika katika kujaza lile pengo, thawabu yake ndio hii ambayo tumeitaja katika hadithi ya Aisha, min hadithi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Hawa ndio watu aina 3 ambao imethubutu katika hadithi sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba wanasaliwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake. Wako aina nyingi, pengine tukipata nafasi siku nyingine tutawataja aina takriban 7 au 8 au zaidi hapo, takriban 8 ziko katika sunna bi ahadith sahiha au hasana. Tukipata nafasi tutakuja kuzitaja. Leo pengine wakati hauruhusu kuwataja wote, kwa hivyo tumetaja hizi ambazo zinahusiana na mambo ya swala zaidi, kwa sababu ya ule upungufu na mambo ya makosa sana yanatokea katika swala zetu. Kama nilivyowaambia, misikiti mingi sana, huu ni udhaifu ulioko katika misikiti mingi.
Mmoja katika vijana wetu wako katika hizi halakat, wakati mwingine akaniambia alikuwa ametoka safari, anatoka nchi ya German. Anasema kule German misikiti yote misikiti, imam kabla sala haijasimama yotoka safu, angalia safu ya kwanza, akimaliza yoingia katika safu ya pili, aitizama, akimaliza aingia katika safu ya tatu, aitizama mpaka mwisho wa safu, halafu ndio aje asimamishe swala. Hasimamishi swala kabla hajafanya kazi hiyo. Asema nimeswali misikiti yote karibu yote kule Frankfurt, wapi, imamu wote wanafanya kazi hii kule Ujerumani. Anasema hii ndio kazi inayofanywa kule na wale aima, kuhakikisha kwamba swala imefanya nini, imetimia. Kwa sababu swala safu ikitimia ndio swala imetimia. Zimekuja hadithi nyingi sana za Mtume alayhi salatu wasalam, sio siku yake leo, lakini hadithi nyingi za Mtume alayhi salatu wasalam zinazosisitiza masala ya watu kukamilisha safu, na huu ni moja katika udhaifu kubwa ulioko katika misikiti mingi. Mimi natamani lao saa zote aima wa misikiti watasimama kuwakumbusha watu maneno kama haya bila ya kuchoka, kwa sababu wakati mwingine maimamu hudhani pengine watu washayajua haya mambo. Haya si mambo ya watu kujua au kutojua, ni masala ya watu kukumbushwa saa zote. Kiangalia sufufu mara nyingi ni sufufu muwajja, zimekwenda kombo, huyu mguu wake uko hivi, yule mguu wake uko hivi, yule amesimama mbele, huyu amesimama nyuma. Wakati mwingine utamwona mtu raka ya kwanza amepanua miguu, raka ya pili miguu yake iko pamoja. Sasa amesababisha nini? Furujat, kulia na kushoto kuna furuja kubwa, khilaf ya hadi nabii sallallahu alaihi wasallam. Makosa kama haya mingi sana inatokea katika swala zetu, na hakuna picha mbovu ya safu ambayo utaiona katika misikiti yetu kuliko picha ya sala katika safu, picha ya safu katika sala ya janaza. Sijui siku gani watu wamesimamisha safu katika sala ya janaza, sikumbuki kabisa. Sijaswali katika msikiti wowote hapa mjini kwetu ukaona safu imesimama kisawasawa katika salatul janaza, hakuna. Sasa watu wanadhani kwamba kwa kuwa hii sala haina rukuu wala haina nini sujud, kwa hivyo tusimame vile tunavyotaka. Hakuna safu moja kabisa iliyoko sawa sawa. Au mshaona nyinyi safu iliyotimia katika salatul janaza? Mimi sijaona. Kama kuna mtu ameona atuambie. Mimi sijaona katika misikiti yote ambayo nimeswali salatul jamaa, salatul janaza huku kwetu mjini, safu zimekatika. Ya kwanza ikatika, ya pili iko, utakuta safu kama 4 zimekatika. Hawa wako mbele wanne, wengine watu watano wako nyuma, hawa wako katikati, hawa wako kule mwisho, wale wengine wako wawili peke yao. Kwa nini? Kwa sababu hakuna rukuu. Sasa kama hakuna rukuu ndio hakuna safu. Nani amekwambia kama hakuna rukuu hakuna safu? Nani amekwambia kama hakuna sujud hakuna safu? Kwa nini watu hawaswali salatul janaza katika zile safu zao za swala? Kwa nini? Iwe sufuf mustaqima mundabita, hata kama hakuna rukuu na sujud. Watu wasimame katika imam asimame, jamani, kila mmoja arudi katika safu yake pale pale ulipo. Simama hapo ulipo, uswali salatu aljanaza. Uangalie safu namna gani, takbir mpaka watu wakitoa salamu, lakini safu zimekamilika. Salatu janaza leo hazina safu kabisa. Huo ni katika udhaifu mkubwa tulionao katika misikiti yetu. Masala mazito sana, lakini leo kwa sababu watu wanayachukulia masala haya kwamba ni masala mepesi, masala ya kawaida. Leo imamu atasimama baada sala, jamani, dakika 10 mimi nataka kuzungumza kuhusu mambo ya safu. Watu hao wanda zao, tuambia nini kwa mambo ya safu? Sisi tunafanya kila siku katika safu, haina neno. Hajui kwamba kuna makosa si chini ya 20 au 30 yanayofanyika katika masala ya safu. Mwingine asimama miguu yake iko hivi katika safu, nielekea huko, mguu liko mashariki, mguu lingine liko magharibi hivi. Sasa vipi safu itasimama miguu iko namna hii, raka ya pili tairegesha namna hii, mara iko hivi straight, hujui ameelekea upande gani? Na hii ni moja katika sababu kwa nini safu haziko mustaqim. Masala haya mazito ayuha ikhwa, na hatusemi kwamba ni aima peke yao ndio wanaobeba masulia, la, hata sisi maamumi, sisi tunaosali khalfa al-aimma vile vile tuna masulia yetu
sisi wenyewe. Ukiwa katika safu ya 7, ya 8, ya 9, swala ishasimama, yule imamu yamhusu vipi hiyo swala? Hawezi kuiona hiyo swala min warai dhahri, hawezi kuwa Mtume alayhi salatu wasalam. Mtume alikuwa akiwaona masahaba zake akiwaambia, fa inni arakum min warai dhahri, mimi nawaona kwa nyuma yangu. Mtume alayhi salatu wasalam huyo, sio imamu mwingine. Idhan yanbaghi alaina sisi kama aimma, kama ma'mumin, tuwe waangalifu sana ayuha ikhwa, tuwe waangalifu sana, kwa sababu sala kama ambayo haikutimia safu ndani yake sio sala kamilifu, ni sala iliyo na nuksan. Na zimekuja katika athar na katika sunan nyingi, moja katika sababu ya mioyo ya muuminin kugongana ni kwa sababu sala safu zao zenyewe haziko sawa sawa. Wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, msitofautiane katika safu na mioyo nao inafanya nini? Inagongana. Mioyo vile vile inagongana. Moja katika dalili kwamba mioyo inagongana, swala haziko sawa sawa, sufufu haziko sawa sawa. Moja iko hapa, kisha karibu nusu mita utampata mtu mwingine, kisha karibu sijui sentimita ngapi utampata mwingine amesimama hapo. Na ukisongea wewe ukitaka kukamilisha, akimbia, aondoa mguu wake, yani usiniguse. Kama unataka kugusa usiongeswali kwako nyumbani, ungeswali kwako nyumbani, kaweka mswala wako, hakuna atakayekugusa kabisa, hata tungu pia haji. Peke yako nyumbani waswali, malize, utoe salamu, ulale. Lakini maadamu umekuja msikitini, hakuna masala ya usiniguse, lazima safu zikamilike. Tayeb, hizi ni asnaf, baadhi ya asnaf za watu ambao wanaswaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake. Baada ya kusikia maneno haya, ayu alikhwa, haya si maneno ya mtu kusikia ukatoka ukayaacha katika darasa au katika halqa. Fanya bidii, kama hukupata ya kwanza upate ya pili, kama hukupata ya pili upate ya tatu, au upate zote. Fanya bidii uingie katika fungu moja katika haya mafungu matatu. Kama humo, jiweke wewe hapo ndani, mimi niko wapi? Katika muadhin siko, safu ya kwanza siko, katika kukamilisha safu siko, takuwa niko wapi? Kwa hivyo fanya bidii ujitumbukize moja katika mafungu haya, asa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile vile weke katika miongoni mwa wale watu wanaotajwa vizuri na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuswaliwa na malaika wake, kuombewa dua na kuombewa istighfar. Istighfar ya malaika sio jambo sahali, dua ya malaika sio jambo sahali. Malaika ni ibad Allah al-mukramun, waja wa Mwenyezi Mungu waliotukuka, waliotukuzwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dua wanaoiomba sio dua inayorudi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Baada ya kuzungumza hii nukta, tunafanya tahlil lafzi ya hadithi hii au maneno haya katika hadithi. Kwa hivyo tumezungumza kuhusu as-salah, tunaingia katika sehemu ya pili, salatu nur. As-salatu nur, ma maana nur? Sasa tunazungumza kuhusu masala ya nur, kisha turudi tuchanganye maana ya as-salatu nur, nini maana yake? An-nur kama yaqul al-allama al-lughawi Fairuz Abadi katika kitabu chake Basair Dawi Tamyiz, yaqul an-nur huwa as-sana alladhi yu'inu 'ala al-ibsar. An-nur, nur maana yake nur, maana yake ni as-sana. Ma maana as-sana? sin nun alif hamza. ما معنى السناء؟ يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. ما معنى سنا؟ ايش؟ inavutia macho. السناء في اللغة كما نبسمها فيروز أبادي هو النور. Kwa hivyo asana bi maana dhaw au nur. Sana yenyewe ni mwangaza. Yakadu inapelekea sana barqihi, mwangaza wa umeme wake. Barq sana yani mwangaza wa umeme. Yadhhabu bil absar, kuondoa macho, katika maana ambayo imekuja katika aya hiyo ya surat an-nur. Kuja kueleza siku nyingine tukipata nafasi. Kwa hivyo hapa as-sana bi maana dhaw, sana maana yake ni mwangaza.
Anasema huyu mwanachuoni, huwa sana ni mwangaza alladhi yu'inu ala al-ibsar, ambayo inayosaidia mtu kuona, katika kuona. Kisha anasema maneno yake haya katika Basair dhawi tamyiz, anasema wa huwa dharban, na hii as-sana au hii an-nur, na hii nur dharban ni aina mbili, yani qisman, imegawanyika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza anasema an-nuru ad-dunyawi, nuru ya kidunia. والضرب الثاني يعني القسم الثاني النور الأخروي نور يا آخرة. تمام يا إخوان؟ القسم الأول هو النور الدنيوي، والقسم الثاني هو النور الأخروي. أنا تفسيري ما هو النور الدنيوي؟ أنا سمع النور الدنيوي هو النور المعقول الذي يعين على البصيرة، والنور الأخروي هو النور الدنيوي. عفوا قبل kuingia katika ukhrawi, hii yenyewe an-nur ad-dunyawi imegawanyika vile vile aina mbili. هي النور الدنيوي ايضا ينقسم الى قسمين. قبل هذا النور الدنيوي هو النور الذي هو المعقول الذي يعين على البصيرة، المعقول الذي يعين على البصيرة. hii ni sehemu ya kwanza ya an-nur ad-dunyawi. Tutaeleza hiyo zote hizi, tutaeleza kwa ndani. Sehemu ya pili ya an-nur ad-dunyawi huwa an-nur huwa al-mahsus alladhi yu'inu ala al-basar. Maneno kidogo ya kielimu, lakini tutafafanua ndani sana. Narudia tena kuanzia mwanzo. Nasema an-nur huwa as-sana'u alladhi yu'inu ala al-ibsar. kisha anasema wa huwa dharban, yani wa huwa qisman. القسم الأول النور الدنيوي والقسم الثاني النور الأخروي. tukiingia katika an-nur ad-dunyawi, nur ya kidunia, yanqasim aidan ila qismain, inagawanyika sehemu mbili: an-nur al-ma'nawi, yani an-nur al-ma'qul, wan-nur al-mahsus. nur ya kidunia imegawanyika sehemu mbili: nur ma'qul wan-nur al-mahsus. an-nur al-ma'qul huwa an-nur alladhi yu'inu 'ala al-basira, wan-nur al-mahsus huwa an-nur alladhi yu'inu 'ala al-basar. ايش معنى هذا الكلام؟ nini maana maneno haya? Sasa tunayafafanua kwa makini. Anasema nur ya kidunia aina ya kwanza ni ile nur ambayo ni nur ya ma'qul, nur ya maana, nur ya kiakili ambayo inasaidia katika basira. Ma maana al-basira? لا sio kuona. Basira sio kuona, al-ilm يعين على العلم. سنت البصيرة معنى يا بصيرة سيو كونا، بصيرة معنى كني علم أو معرفة أو العقل. kwa hivyo nur ya aina ya kwanza ni ile nur ambayo inasaidia katika ilmu na inasaidia katika maarifa, hiyo inaitwa nur ma'qul au nur al-ma'nawi. nur ya aina mbili, ya aina ya pili ya kidunia ni an-nur al-mahsus, ni nuru ambayo ina hisia, unaweza kuihisi, ndio maana al-mahsus alladhi yudraku bimadha bilbasar, yu'inu ala al-basar, inasaidia katika kuona. hii ndio kuona sasa, basar. idhan عندنا basar wa عندنا basira. basar ni kuona, basira ni fahamu na elimu. wa kam minan nasi lahu basarun wa laysa lahu basira, وكم من الناس له بصيرة وليس له بصر. kwa hivyo si lazima ukiwa na basar uwe na basira, si lazima. waweza kuwa na basar, una macho lakini waona, la huoni. macho unayo lakini huoni. nini maana una macho lakini huoni? jahil. jahil imma jahil murakkab au jahil ghair murakkab, lakini jahil huyu ni mtu ambaye haoni. kwa hivyo hadha عنده basar lakini ma عنده madha basira. hiyo ndio kuona. ndio maana anasema mshair, wa qul lil uyun ar-rumdi lish-shamsi a'yunun taraha bihaqqin fi maghibin wa matla'i
وسامح عيونا أطفأ الله نورها بأبصارها لا تستفيد ولا تعي. Kwa hivyo hapa anasema an-nur al-ma'qul huwa an-nur alladhi yu'inu 'ala al-basira wa huwa anwa', na nur hii ni aina mbalimbali, zote zimekuja ndani ya Qur'an, tutazitaja 5 anwa'. An-nur ya aina gani? An-nur al-ma'qul alladhi yu'inu 'ala madha? yu'inu 'ala al-basira. 5 anwa'. النوع الأول نور الإسلام، نور يا إسلام. نور ماذا؟ الإسلام. يقول الله عز وجل في سورة التوبة وفي سورة الصف، أنا سمع من يزمك سبحانه وتعالى يريدون كتك توبة أن يطفئوا نور الله بماذا؟ بأفواههم. يقول العلامة المفسر تابعي السدي رحمه الله تعالى من تلاميذ الصحابة، هو مسوم تفسير فوق ما الصحابة من ابن مسعود وابن عباس وغيرهم. السدي يقول أي يريدون أن يطفئوا نور الإسلام بكلامهم. اليوم أنا يا نور الله هب. إذن هذا النور بمعنى الإسلام. نور يا كwanza hiyo المعقول الذي يدرك أو يعين على البصيرة. hiyo ni nuru aina kwanza, nuru ya Uislamu. Wanataka hao a'da'u al-Islam, hao mushrikun, hao kuffar an madha yutfi'u, huizima nur Allah, ma huwa al-Islam. Wanataka kuuzima Uislamu bi afwahihim, yani bi kalamihim. Kapanga maneno, napanga mikakati, zinaandikwa protocols, zinaandikwa conventions, maagano, masikizano, mipango, plans za kila aina. Mal gharad? Al gharad huwa itfa nur madha? Nur al-Islam, kuzima nuru ya Uislamu. Gladstone akasimama katika bunge la Uingereza, Gladstone miaka hiyo akasimama katika bunge la Uingereza akasema, sisi hatuwezi na si rahisi kuizima nuru ya Uislamu maadamu hii Qur'ani iko. Kwa hivyo la kufanya huko, ameshika Qur'ani ameinua katika bunge la Uingereza, Gladstone. Kwa hivyo la kufanya nini? Qur'ani, Uislamu hauzimiki, nuru ya Uislamu hauzimiki maadamu hii Qur'ani iko. Amebeba Qur'ani aionesha tafsiri yake. Kwa hivyo sisi tufanye bidii tuifute hii Qur'an. Utaifuta vipi Qur'an? كيف تمحو القرآن؟ يمحى القرآن بمحوه من الصدور. Qur'ani huifuti rasman, huifuti kimaandiko, haiwezekani. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Lakini ifute Qur'ani min haythu madha? Naam, min haythu azli almuslimina min alquran. Watoe waislamu katika Qur'an, weka Qur'ani fi jiha thumma dha' ad-dunya fi jiha ukhra. Weka Qur'ani upande mmoja na ulimwengu weka upande mwingine, hapo ndio utaweza kuiondoa Qur'an. Lakini hivi uweze kuiondoa Qur'an, hiyo ndio kufuta, kuzima nuru ya Uislamu. Wanajaribu kila aina ya njia mpaka leo, naam, mpaka leo na mpaka kesho. Kama nyinyi hamujui, kazi inaendelea, maneno yanazungumzwa, kaifa nutfi'u nur al-Islam. Kaif? Majibu yako katika Qur'an. Yaqulu Allah azza wa jalla, wallahu mutimmu nuri, katika sura as-Saff. Bi riwaya ukhra, wallahu mutimmun nura walau kariha al-kafirun. Mwenyezi Mungu daima na milele. Kwa hii riwaya ya pili, mutimmun nura kwa tanwin, ni kwamba inaendelea hiyo. Wa bil fi'li aidan mutimmu nuri, inaendelea kazi hiyo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuikamilisha na kuitimiza nuru yake ya Uislamu. Haizimiki kabisa hata mkafanya namna gani. Na nyinyi Waislamu, kama mtalala, kama mtakuwa wazembe, Uislamu ukifutwa,
nuru ya Uislamu ukizimwa na nyinyi mumelala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaitetea dini yake kwa njia ambayo nyinyi hamwijui, wala hana haja nyinyi. ومن يرتد منكم عن دينه ماذا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. nyinyi kama mnataka kufanya tamalluk, kama mnataka kufanya nifaq, kama mnataka kufanya zandaqa na a'da'u Allah wa a'da'u al-Islam wal kuffar wal mushrikin, endelee. Mwenyezi Mungu hana haja na nyinyi. Ya'ti Allahu biqaumin, atakuja na watu wengine. Ndio maana leo wasikia mtu amesilimu lini? Mwezi uliopita. Kazi aliyoifanya katika mwaka mmoja amesilimu si sawa sawa na wewe uliozaliwa katika Uislamu miaka 30. Kweli au si kweli? Ya'ti Allahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbuna, haula'i humul ladhina yansuruna al-Islam. Haula'i humul ladhina yansuruna madha? Yansuruna al-Islam. Wewe kaa ulale, nenda kapige biriani yako ulale, urudi upige pilau ulale, hata habari huna na dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu wanaichezea, watu wanaifanyia mikakati waizime kabisa, hakuna Uislamu tena. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa qawluhu alhaq wa man asdaqu min Allahi haditha wa man asdaqu min Allahi qila, yaqul wallahu mutimmu nurihi walau kariha alkafirun. Hata kama hao makafiri watachukia jambo hilo, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala daiman wa abadan mutimmu nura. Nyinyi muitetee dini ya Mwenyezi Mungu, musiitetee. Mufanye kazi, musifanye kazi, yote sawa sawa mbele ya Mwenyezi Mungu. Wala usidhani hata siku moja ati ukiacha kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dini ya Mwenyezi Mungu itakwama au itarudi nyuma. Hata usidanganyike kabisa, dini ya Mwenyezi Mungu hairudi nyuma kabisa na inakwenda mbele. Vipi enda mbele? Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala ashapanga mambo yake, anajua. Aya hii moja ishakwambia inafanywa kazi hiyo na Mwenyezi Mungu namna gani. Kama wataka kuritadi pia haimdhuru hiyo Mwenyezi Mungu katika dini yake. Man yartadid minkum an dini, majipo yake fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbun. Kule nyuma akaambiwa kuhusu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بماذا؟ بجنود لم تروها. هي يا بيل Mwenyezi Mungu analeta junud, nahnu la nara hadhihi junud. Analeta Mungu ana jeshi lake ambalo sisi hatulijui wala hatujawahi kuliona. وجعل كلمة الله هي وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. دائما وابدا كلمة الله هي العليا. nyinyi tansuruhu au la tansuruhu, كلمة الله هي العليا. haianguki kabisa. خالق السماوات والارض فاطر السماوات والارض مكور الليل على النهار kabisa. Sasa hivi ukisema sisi sote tuifanye kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, musifanye, la yanqusu dhalika min mulkihi shay'an. Na Mungu anafanya kazi yake. Idhan hadha nuru al-Islam ya kwanza. Yutfa nuru al-Islam ikhwan, ma yutfa. Allahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Qala Suddi yuriduna an yutfi'u nura al-Islam bikalamihim wallahu mutimmu nurihi. النور الثاني هو نور ماذا؟ نور الإيمان. النوع الثاني من الأنوار المعقولة التي تعين على ماذا؟ تعين على البصيرة. النوع الثاني هو نور الإيمان، نور الإيمان. في القرآن قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
ما معنى النور في هذه الآية؟ قال الإمام الطبري ابن جرير رحمه الله تعالى قال النور هنا بمعنى الإيمان. إذن ما معنى الآية؟ نور كتك آية هي معناه كني إيمان. معنى الآية كما يقول الطبري الله ولي الذين آمنوا يخرجهم أنا وتوها ووميني ambao Mwenyezi Mungu ni wali wao, anawatoa hao waumini min adh-dhulumat. Ma hiya adh-dhulumat? Al-kufr wash-shukuk. Yaqulu Tabari dhulumat katika aya hii ni viza vya ukafiri na viza vya shaka. Anawatia nini? Ila an-nur, ay qal ila nur al-iman, katika nuru ya iman. Walladhina kafaru, nawali makafiri, يخرجون أولياءهم الطاغوت، ولواء طاغوت أو شيطان أو أي نوع من أنواع الطاغوت، يخرجونهم من الإيمان إلى ماذا؟ إلى الكفر والشكوك. ونواتوا كتك إيمان ونواتيا كتك شك، ونواتيا كتك كفر، ونواتيا كتك شرك، من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون. Wakati mwingine watu wanabeba, wanatiwa katika shaka, wanatiwa katika ukafiri min haithu la yash'urun. Na waislamu wanafanywa mambo kama hayo saa nyingine, wanabebwa namna hii kifikra, wanabebwa kimawazo, thumma yudkhaluna fi madha? Fi al-kufr wash-shukuk. Ukamwona muislamu anaanza kuishuku imani yake alionayo, wa huwa mu'min billah, wa huwa yaqulu ashhadu an la ilaha illa Allah واشهد ان محمدا رسول الله، لكن يشك في بعض مقتضيات الايمان. انا شaka na baadhi ya mambo ambayo yanahusiana na iman. Ukitoa jambo hilo huwezi kuwa muumini. Yashuk fi hadhihi almuqtadayat, ana shaka. Hiyo ni nuru ya iman, na nuru ya imani hii muislamu anakuwa nayo kiasi cha kubeba ile imani. Kila imani ikizidi na nuru inazidi, kila imani ikipungua na nuru inakuwa dogo sana, dhaifu. Ndio maana wakati mwingine unaweza kukaa pahali ukasikia watu wanamfanyia istihza Mwenyezi Mungu, wanamfanyia istihza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au kuifanyia istihza Qur'an. Hawa ni watu ambao hawana nuru, hawa ni watu katika dhulumatul kufr washukuk. Sasa ikiwa nurul iman dhaif fi qalbi hadha almu'min as-sami', huyo ambaye anasikia yuko karibu nao, nuru yake ya iman ni dhaif, لا يمكن، hawezi kukataza. Idhan tatafawat ad-darajat, nuru sio moja baina almu'minin. Kila mmoja katika qalbi yake, katika nafsi yake, katika imani yake amebeba daraja tofauti na daraja ya mu'min mwingine. Nur al-iman mwingine kubwa kabisa, ana ghaira kabisa na dini yake, kila siku yuwalala mahmum, ana huzni. Una nini wewe? Hali ya waislamu taabani, hali waumini pahali fulani sio nzuri, mahmum bihalati almu'minin wa bihalati almuslimin fi shatta biqa'i al-ard. Saa zote dua yake Allahumma a'izz al-islam wal muslimin, saa zote dua yake. Mwingine la yahtam bi umuri almuslimin kabisa, atahana habari na dini ya Mwenyezi Mungu na Waislamu, yeye ajihusisha yeye mwenyewe. Dua yake saa zote Allahumma arzuqni mal, Allahumma arzuqni zawja, Allahumma arzuqni, a'tini, yeye peke yake. Mambo ya Waislamu na nur na dini ya Mwenyezi Mungu iko mbali. Kwa hiyo tatafawat hadhihi darajat, daraja hizi za iman na nur zinakuwa tofauti baina ya almu'minin. Hadha an-naw' athani min anwa' an-nur. Aya nyingine vile vile imekuja kwa maana ya nur al-iman, yaqul wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur. Yaqul al-imam at-Tabari man lam yaj'al Allahu lahu imanan fama lahu iman. Yule mtu ambaye Mwenyezi Mungu hakumjalia iman, huyo hawezi kuwa na iman. Idhan hadha al-ma'na ath-thani au an-naw' ath-thani min anwa' an-nur. An-naw' ath-thalith, aina ya tatu min anwa' an-nur, huwa nur al-Qur'an. Ni nuru ya al-Qur'an, al-Qur'an al-Karim. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. نتكترمشا kwenu nyinyi enyi waislamu, enyi waumini. Ma huwa nuran? ايش هو النور؟ انزلنا قرآن. tukateremsha kwenu nyinyi enyi waumini Qur'anan mubina, nuru hii ambayo iko wazi kabisa kwa waumini. هذا المعنى الثالث.
aina hii ya tatu ya nur al-ma'qul alladhi yu'inu ala madha, yu'inu ala al-basira. Nur ya Qur'an, tizama ile kazi na nguvu ya nur ya Qur'an inavyofanya kuwatoa waumini min adh-dhulumati ila an-nur, kuonesha waumini tariqa al-haq, kuonesha waumini ma al-faisal baina al-haqq wal-batil. Wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa. Bimadha na'rif al-haqq? Bi nur al-Qur'an. Kupitia katika nur ya Qur'an tunaiona haki iko wapi na batil iko wapi, min khilali nur al-Qur'an. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa anzalna ilaykum nuran mubina, na tukawateremshia enyi waumini nur, ma huwa al-Qur'an, mubinan, ambayo iko wazi. Vile vile akasema katika sehemu nyingine ya Qur'an, qal yaqulu Allahu azza wa jalla wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه ماذا؟ نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا نور الإيمان، نور القرآن. هي نور أين تاتو من الأنوار المعقولة. نور يا أين يا إن من الأنوار هذه المعقولة هو الهادي، النور الهادي، nuru inayoongoza, nur ya hidayah inayoongoza. جاء في القرآن الكريم هذا النوع، يقول الله عز وجل في سورة النور الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى أي الله هو الهادي، يعني الله هادي أهل السماوات والأرض فهم بنوره إلى الحق يهتدون. هذا من الإمام الطبري، فهم بنوره يعني بنور هذا الهادي إلى الحق يهتدون، وحكتك حقي وانا أنقوك. إذن هذا النور آية هي من يزمك سبحانه وتعالى، الله من يزمك سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض. Yeye ndiye anayeongoza, mwenye hidayah ya kuwaongoza wakazi wote wa ahli wa mbinguni na wakazi wote wa ardhi. Hadi ahli samawati wal ardh, yeye ndiye anayetoa hidayah kwa watu wa mbinguni na watu wa ardhi. Kul anwa' al-hidayah, kila aina ya hidayah ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hidayatul iman ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hidayah nyingine vile vile ya al-khalq, ya viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vile vile hiyo ni ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada, akaongoza. Kul anwa' al-hidayah, kul anwa' al-hidayah zote hizi ni za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akamuongoza mwanadamu katika imani, akamuongoza mwanadamu kujua yale ambayo anayopaswa na anayostahiki kuyafanya katika ulimwengu huu, na hata wanyama, hata viumbe, hata wadudu, hata miti, hata ndege, hata samaki. Leo ukaona mtoto wa mbuzi anazaliwa katika shamba, pale pale akizaliwa mtoto anashikwa na njaa, ananyonya maziwa ya mamake. Swali ambalo yafaa wewe kama Muislamu ujiulize, man allama hadha alhayawan kaifa yarda min ummi? Nani aliyemfundisha mnyama huyu namna ya kunyonya maziwa? Na nani aliyemwambia hapa kuna maziwa ambayo ni chakula chako? Nani alimwambia? Nyama amezaliwa sasa hivi, sasa hivi amezaliwa. Hayawan la yaqil, hana akili, hajapewa training, hakuna aliyekuja akamfundisha akamwambia haya ndio maziwa yako hapa, utayapata kwa njia ya kufanya nini? Kwa njia ya kunyonya. Hakuna kabisa. Wala wewe pia ayuha al-insan, mwana adam, pia ulipozaliwa ukawa mtoto mchanga unalia, la taqil wala tafham, wallahu alladhi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Hamujui kitu. Nani aliyekwambia uende kunyonya maziwa mamako? Nani aliyekwambia? Man allamaka ar-radha? Alladhi khalaqa فسوى والذي قدر فهدى، هو الذي هدى هذه الحيوانات، هدى الخلائق
Yeye ndiye anayewaongoza hivi viumbe vyote, vinakwenda kwa nidhamu, vinakwenda kwa mpangilio, vinakwenda na system ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akawapangia hawa wanyama pia system yao ya chakula. Leo wana science wakaita nini? Food chain system, mpangilio wa nidhamu ya chakula. Ikiharibika mambo yanabadilika, nidhamu inabadilika. Hebu nenda ukaharibu kule, uangalie nidhamu itakavyobadilika namna gani. Uangalie wanyama wa porini wakianza kuingia katika miji kuwala wanadamu, kwa sababu nidhamu yao ya chakula imebadilika. Kile Mwenyezi Mungu amewapangia hawa wanyama wa porini, kina simba, kina chui, wana nidhamu yao, wana science wakaita food chain. Huyu anamla huyu, huyu amle huyu, na huyu amle huyu, na kila moja ameshiba. Riziki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imeshuka. Katika bahari hivyo hivyo, huyu samaki amle huyu, shapangwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nani aliyemfundisha au mnyama huyu kufanya hivi na huyu kufanya hivi? Yote hii ni nidhamu ya Mola Azza wa Jalla, hatta la yakhtal sayr al-alam. Kisha tumetaja ya nne, sio, ambayo ni nur al-hadi. Ya tano nur an-nabii sallallahu alayhi wasallam, kigawanyo cha mwisho hiyo, nur ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ما هو الكتاب المبين؟ القرآن. وما هو النور؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم هو النور الذي جاء مع الكتاب المبين. نور يا Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wama a'zamahu min nur, nani nur ya aina ya kubwa kabisa ambayo wameteremshiwa wana Adam rahmatan lil alamin. Nurul huda habibuna Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wasallam. Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. إذن هذه نعم الأنواع الخمسة من أنواع النور المعقول الذي يعين على البصيرة. Fikiri imefika wakati wa ikhwa. Hii tumemaliza ambayo tumezungumzia ni sehemu ya kwanza katika anwa an-nur ad-dunyawi, kama alivyoeleza au kama alivyogawanya sehemu hizo mwanachuoni Al-Fayruz Abadi. Bado tukiwa katika al-qism al-awwal au ad-darb al-awwal min an-nur. Sehemu ya kwanza kama mnakumbuka bado tumesema an-nur ad-dunyawi wa thani an-nur al-ukhrawi. tukasema an-nur ad-dunyawi yanqasim ila qismayn aidan, والقسم الأول هو النور المعقول والثاني النور المحسوس. tunaingia katika النور المحسوس baada ya kumaliza النور المعقول الذي يدرك بالبصيرة أو يعين على البصيرة. النور المحسوس الذي يعين على البصر. hii ni nuru aina ya pili katika an-nur ad-dunyawi, nur ya kidunia ambayo yu'inu ala al-basar. hii inasaidia katika mwanadamu kuona kwa macho. اولا النوع الاول هو نور النهار، ni nuru ya mchana, nuru ya mchana. قال الله عز وجل في مطلع سورة الأنعام آية كwanza سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ما معنى جعل الظلمات والنور؟ يعني جعل الليل والنهار. جعل الليل وماذا؟ جعل الليل والنهار. إذن المقصود بالنور هنا نور النهار. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, himdi na mahamid zote ni zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alladhi khalaqa as-samawati wal ard, aliyeumba mbingu zote saba na ardhi, wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, na akajalia usiku na mchana. Idhan hadha an-nur al-awwal. hii ni nur hii katika aya hii ya surah al-an'am, aya ya kwanza ni aina ya pili ya nur, huwa nur ad-dunyawi al-mahsus alladhi yu'inu ala al-basar. tunaona wakati wa mchana, walillahi alhamd. Lau kama ingekuwa saa zote usiku kama ilivyokuja katika aya nyingine ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala: qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bidhiya. Kama ingekuwa ulimwengu siku zote ni usiku, siku zote usiku, kiamka asubuhi masaa 24 ni usiku, man ilahun, nani
Mungu mwingine ghairullahi, asiyekuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yatikum, atakayewaletea bidhiyain, na mwangaza. Nani atakayewaletea mwangaza? Mwingine asiyekuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ule mwangaza wenyewe ni neema kubwa ya Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Watu wengi sana wakiwa katika usiku, wengine wanatamani asubuhi inaingia saa ngapi, kwa sababu ya neema zilizoko wakati wa asubuhi. Kwa hivyo nur ya mchana ni katika nur ambazo ni Mwenyezi Mungu azza wa jalla ameijalia nuru hiyo kuwa ni neema kwa wanadamu. Ikaja katika sura an-Naba lengo la kuwa na mchana, Mola subhanahu wa ta'ala akasema waja'ala an-nahara ma'asha, baada ya kusema waja'ala al-layla libasan waja'alna an-nahara ma'asha, na tukafanya mchana kwamba ndiyo asli na pahali kwa mwanadamu kutafuta maisha yake wakati wa mchana. Nuru hiyo ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka hapo ndani ya mchana, ikiwa ni neema ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa wanadamu. النوع الثاني من النور الدنيوي المحسوس هو نور القمر، نور يا mwezi. قال الله عز وجل في سورة يونس هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiye yeye ambaye amelijalia jua likawa na mwangaza na akajalia mwezi ukawa na nuru. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا في سورة نوح وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. Kwa hivyo nur katika qamar katika aya hii ya sura Yunus na katika aya ya sura Nuh, zote Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amezitaja kwamba ni masdar ya nur. Na ukitazama katika sura Yunus utakuta Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameipa mwangaza wa jua kwamba ni dhiya, na akaipa mwangaza wa mwezi kwamba ni nur, na zote ni mwangaza, lakini mwangaza wa jua ukaitwa dhiya na mwangaza wa mwezi ukaitwa nur. Katika hadithi hii tulionayo ya Abu Malik al-Ash'ari, hadithi hii 23, يقول عليه الصلاة والسلام والصلاة نور والصدقة برهان بعدين والصبر ضياء. Kwa hivyo dhiya pia tunayo, inakuja tunayo dhiya. Na kule katika aya ya sura Nuh Mwenyezi Mungu anasema waja'ala ash-shamsa huwa alladhi ja'ala ash-shamsa dhiya'an, ambaye amefanya jua likawa na dhiya. Kwa hivyo jua linatoa dhiya, mwezi unatoa nur. Hapa katika hadithi hii sala ni nur na sabr ni dhiya. الصبر ضياء، نعم، والصبر ضياء na salat nur. Kwa hivyo sala ni sawa sawa na mwezi na sabr ni sawa sawa na jua, kwa sababu jua linatoa dhiya. Itakuja hiyo wakati wake kueleza kwa kirefu, lakini kwa kifupi madamu tumetaja masala haya ni kuonesha tofauti iliyoko baina ya dhiya na nini na nur. ما الفرق بين الضياء والنور؟ ما الفرق بين الضياء والنور؟ نعم. mwangaza wake unachoma, wachoma choma au wachoma. Tayeb, na mwezi bila ya kuchoma. Tamam, itakuja hiyo kueleza kwa nini Mwenyezi Mungu Mtume alayhi salatu wasalam akasifu sala kwamba ni nur na sabr akaita dhiya, na kulingana na maana hii ambayo vile vile ndugu yetu anatuambia as-sabr الضياء نتكمانا na jua wa nur natokamana na al-qamar. Tunakuja katika sehemu nyingine ya pili ya hadithi hii. Sasa tunachanganya zile maana mbili, maana ya maneno haya mawili. Tumeeleza maana salah, tukaeleza maana an-nur. Sasa tunakuja katika maana al-ijmali ya hadithi hii. Mtume alayhi salatu wasalam يقول الصلاه نور والصلاه نور، na sala ni nur. قال العلماء ونسمع ونزوني رحمهم الله تعالى منهم العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، ونسمع الصلاة نور للعبد، صلاة نور ومجا في 4 مواضع كتكسهم نور في قلبه ونور في وجهه
wa nurun fi qabrihi wa nurun fi hashri. Swala ni nur kwa Muislamu katika mambo au sehemu hizi nne. Ni nur katika qalbi almu'min, katika moyo wa Muislamu. Swala ni nur katika moyo wako. Wa nurun fi madha? Fi wajhi. Na swala ni nur katika uso wa mwanadamu. Bimaana, kwa maana ya kwamba ukimtizama mtu anayesali, na kuswali hapa tunakusudia madha? Sio kuswali peke yake. Kuswali bimaana iqamati salah, ndio tunakusudia hapa. Ma maana iqamati salah? Almuhafadha ala salah, ndio inakusudiwa. Wanasema wanazuoni haikuja tamko la sala katika Qur'ani bila ya iqama, isipokuwa kwa maana ambayo si nzuri. Haikuja kabisa tamko la Qur'an la sala katika Qur'ani, yusallun au yani yusallun mathalan katika Qur'ani, haikuja bila ya iqama. Ikija pale popote katika Qur'ani tamko yusallun bila ya iqama, hiyo ni sala ya wanafiki. Pale popote katika Qur'ani isome mwanzo mpaka mwisho, ukiona pale popote tamko la sala limekuja, sala hii ambayo tunayokusudia, sio zile maana zingine, sala hii ambayo tunayokusudia bimaana ash-shar'iyyah, sala hii maana ikiwa imekuja bighairi lafdh al-iqama, bila ya lafdh ya iqama, hiyo ni sala ya unafiki. Mathalan, wala yatuna salata illa wa hum kusala fawailun lilmusallin na nyinginezo. Ukiondoa neno iqama katika swala, utabakia na sala ya unafiki katika Qur'ani tukufu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tunaposema hapa swala tunakusudia iqamat as-salah. Idhan tukichukua maana haya, maana ya pili as-salah, sala, sehemu ya pili nurun fi wajhi al-mu'min, ni nuru katika uso wa Muislamu. Tizama sura, uso wa yule anayeswali, kisha utizame na uso wa yule ambaye haswali. Shattana ma baina as-samai wal ard wa shattana ma baina al-wajhain, tofauti kubwa sana baina ya nyuso hizo mbili. Hapana shaka kabisa, wala hakuna anayeweza kulikataa hilo. Maneno haya ni maneno ya salaf salih al-athar, maneno kina al-Hasan al-Basri na wengineo, wazi kabisa kwamba sala ni nur al-mu'min fi wajhi, baada ya kuwa ni nur al-mu'min fi qalbihi, katika moyo wake, yubsiru biha au yubsiru bihadha an-nur au yubsiru bis-salah, yani binuri as-salah, anaona kwa nuru ya sala hiyo Muislamu katika moyo wake. Yubsiru bihi ma'rifata Allah azza wa jalla, anaona ma'rifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa yu'rif wa yubsiru bihadha an-nur ahkam ma yata'allaqu bidinihi wa ma yata'allaqu billahi azza wa jalla, ma yata'allaqu bidinihi wa kull ma yata'allaqu billahi azza wa jalla. Hii ndio nur ambayo Mwenyezi Mungu anaiweka katika qalbi al-mu'min. Ukaona Muislamu ambaye amefungamana na sala, Muislamu ambaye yuhafidh ala hadhihi salawat al-khams, hata bado tutazungumzia sala za sunna, bado tutazungumzia kina witri, kina qabliya wal ba'diya wa qiyam al-layl wa ghairi dhalika min an-nawafil wal rawatib. Hizi sala tano pekee yake idha hafadha alaiha al-muslim, Muislamu akizihifadhi, yuqdhifu Allahu fi qalbihi nura, Mwenyezi Mungu anaweka nuru kubwa katika moyo wake. Fahuwa mutma'innul qalb. Ndio maana mara nyingi mtu anayeshikamana na swala moyo wake umetulia kabisa, mutma'in fil aqida, mutma'in fil masaib, mutma'in fi ta'at, mutma'in fi adam alqurb min almaasi, yuko ametulia kabisa kwa sababu ya hizi swala. Nuru hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inafanya kazi yake katika moyo wa muumini. Ikitulia hapo ndani, swala unaiona kwamba ni tamu kabisa. Ndio maana hata Muislamu akiwa na dhiki katika moyo wake anatafuta nini? Anatafuta swala. Mtume alayhi salatu wasalam akawa anamwambia Bilal, arihna biha ya Bilal, arihna biha ya Bilal. Wakati wote Mtume alayhi salatu wasalam idha asabahu ham au gham yaqulu li Bilal, arihna biha, tufurahishe na swala, tupumbaze na swala. Leo maneno haya ma'al asaf wengi katika Waislamu
hii litamko tumelibadilisha. Badala ya kusema arihna biha ya Bilal, naqul arihna minha ya imam. Kuna tofauti ya arihna biha wa arihna minha. Arihna biha tupumbaze nayo, arihna minha tupumzishe nayo. Kwa hivyo tupumbaze nayo na tupumzishe nayo. Iko leo imefika hadi katika Uislamu mtu aswali afunga sala kwa sababu moyo haujakuwa na nur ya sala, hana raha katika sala, la yartah bihadhihi sala wala huwa mutma'innun fiha wala hana itminan. Kwa hivyo moyo wake unamwambia imam arihna minha, tupumzishe na hii sala, hebu ifanye ndogo ndogo, soma aya moja tu, kisoma tosha. Wewe usomea aya ndefu kama hii. Kuna aya ndefu kama hii katika Qur'an? Hakuna. Nakwambia aya ndefu kama hii isome, na pengine nasoma aya mstari mmoja au mstari miwili peke yake, lakini kwa sababu Qur'ani yenyewe haielewi, hayakuja kuwa na nur ya sala katika moyo, hakuna irtiyah. Huko Mtume alayhi salatu wasalam anasema arihna biha ya Bilal wakati wowote, na hii ndio inavyotakaniwa iwe mfumo wa Muislamu. Saa zote ukijiwa na dhiki, saa zote ukijiwa na wasiwasi, kitu kinakukera, kinakusumbua, kinakutia gham katika moyo wako, simama uswali raka mbili peke yake, angalia matokeo yake. Ukitoa salamu guarantee ham yote ulionayo katika moyo wako Mwenyezi Mungu anaiondoa. Iraha, unasikia itminan. Swala ni nur fil qalb, jambo ambalo lilikuwa linawashughulisha, likimshughulisha Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Hakuna jambo lilikuwa linawashughulisha Mtume na masahaba zake kuliko swala. Walihadha, na kwa sababu hii, kana akhir kalam an-nabii sallallahu alayhi wasallam, maneno ya mwisho ya Mtume alayhi salatu wasalam, ma huwa as-salah wa ma malakat aymanukum. Ma haya matamsho ya mwisho. Baada ya haya Mtume akaondoka ulimwenguni, roho yake ikatoka, wa huwa fi hijri Aisha. Maneno ya mwisho haya yanarekodiwa katika sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mustafa alayhi salatu wassalam anaondoka ulimwenguni, wasia wake wa mwisho wa kukata roho, as-salah. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu salla bin nasi salat al-fajr, na waswalisha watu sala al-fajr imam, wa huwa fi salah, kiwa katika sala, yatihi Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Abu Lu'lu'ah al-Majusi anakuja, fayat'anu Umar radiyallahu anhu bi 7 ta'nat au akthara min dhalik, akamdunga visu, sikisu, visu. Umar ibn Khattab, visu yani tia toa, namna hii, visu sio moja kenda zake, ta'nat. طعنها عمر، طعنها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في الصلاة. فماذا حصل؟ أغمي عليه. watu kitahamaka wamwona Umar amenyamaza katika swala ya alfajiri. Wale walioko nyuma mina sahaba ma yaarifun man alladhi yajri fi al-amam, hawajui huko mbele kunaendelea nini. Wakaanza fabadau yaftahuna ala al-imam, wakaanza kumfungulia imam, kumsaidia. Wakaona pengine anatatizika, Umar ibn Khattab amesahau labda aya, wakaanza kumfungulia aya inaitwa al-fath ala al-imam, kwanza kumfungulia, lakini anaona hakuna majibu. Wengine subhanallah, hakuna kitu, ma alladhi yajri. Wakitahamaka wanasikia Umar ibn Khattab qad ughmiya alayhi. Jamaa wakakamilisha sala yao na sahaba mwingine akatangulia pale, na hivi ndivyo inavyotakaniwa iwe. Imamu akipatikaniwa na udhuru kama hivi, sala inakamilishwa na mtu mwingine. Hapa wakati mwingine katika msikiti huu na katika msikiti mingine, watu waliswali juu, ilikuwa hapa chini kuna osho. Imamu alipokuwa anaswalisha juu swala al-asri au sijui ni swala gani ninasahau mimi, naelezewa. Imamu akawa anaswalisha, kisha speaker zikakatika katikati ya njia, katikati ya swala, wakawa kuna watu wengine wanaswali chini. Wazi hai ikhwan? Haya, imamu pengine katika raka pili Allahu akbar, alafu watu hawasikii tena, hakwenda katika rukuu, ikakatika speaker, hakuna tena. Watu watafanya nini? Wale walioko chini, kuna wengine waswali juu,
na wengine wanaswali chini. Watu wanafanyaje? Naam ya ikhwan, haya si mambo ya kukadiria, ni mambo yanatokea na imetokea. Kwa hivyo ili kitokea tena mara ya pili mjue watu wanafanya nini, au mnajua tayari? Alhamdulillah, kama mnajua tayari walilahi alhamd. Kwa hivyo tunakwenda mbele. Kwa hivyo naam, ايش amujui? Kama mjui mnyi mlifanyaje hapa siku zile? Wale walioswali chini mlifanya nini? Walivunja swala? Walitafuta imamu? Vipi watafuta imamu katika swala? Yani watu waswali alafu jamaa, hiyo ndio kutafuta imamu? Vipi kutafuta imamu katika swala? Watu katika swala yaendelea, speaker zimekatika, yani chukua mathalan katika msikiti pengine hakuna generator la automatic. Jambo hili linatokea mara nyingi sana katika misikiti. Watu wanaswali chini na juu, swala ya Ijumaa. Tamam? Swala ya Ijumaa, rak'a ya pili speaker zikenda, watu wako juu. Hawajui huku chini wamefika rak'a gani, wameswali rak'a gani. Watu wanafanya nini? Wale walioko juu wanafanya nini? Naam. Ahsant. Mmoja katika wao anasongea mbele na waswalishi. Katika wale maamum safu ya mbele, mmoja anaondoka pale, anasongea mbele, anakuwa anawaswalisha wengine kwa nia ya imam. Anakwenda mbele yao, anaikamilisha swala. Yoyote. Wala si lazima yule atakayekuwa katikati, si lazima. Yoyote katika safu ya mbele pale au la zaidi. Atoke huyu katika pembe hii, pembe ile, anatokea mmoja, anaikamilisha swala. Allahu akbar, watu wanaendelea kuswali. Wazi ya ikhwan? Naam. ايش moto aendelea, akishaendelea hakuna tena kurudi nyuma, unaendelea unakamilisha swala. Moto kirudi unaendelea, ili isiwe na balbala au tashwish katika, unaendelea na swala unamaliza. Hiyo itakuwa ni jamaa nyingine, endelea na swala. Asante. Tayeb, Umar ibn Khattab radhiallahu anhu katika hichi kisa. Naam. ايش la hii dharura, hii ni dharura. Hii haingii katika masala haya yanayosema ndugu yangu masala ya kuwa na jamaa mbili. Ile jamaa mbili ni jamaa ambazo zimenuiwa kuswaliwa jamaa mbili. Tamam? Kama tumepiga mfano katika masiku yaliyopita, kulikuwa na misikiti au zamani kulikuwa kuna misikiti hapa mjini kwetu Mombasa, sikuwa kuna swaliwa jamaa mbili. Hapa na sehemu zingine vile vile watu wanaswali jamaa mbili katika swala ya alfajiri. Swala ya kwanza, jamaa ya kwanza ina qunut na jamaa ya pili haina qunut. Hizo ni jamaa zilizokusudiwa. هذا جائز؟ لا، هذا ما يجوز. هذا ما يجوز، هذا خلاف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. makosa makubwa sana haya yanafanyika katika swala. La yajuz bihali min alahwal, la yajuz kabisa. Msikiti mwingine watu wakawa na swali jamaa mbili, jamaa ya kwanza inasemwa bismillah kwa sauti, nyingine haisemwi bismillah. Jamaa mbili, mpaka watu wakatiana bakora katika swala msikiti huo. Msikiti mwingine wa qunut ni hapa kwetu Mombasa. Kaswaliwa jamaa mbili, moja ina qunut, nyingine haina qunut. Sijui kwa kianza ni ipi. Lakini watu waje msikitini wasubiri kwanza. Haya waswali wenye qunut, wakimaliza watoke waingie wengine. Hiyo ndio ambayo haifai. Akhi alkarim. Tamam? Ya Sheikh? Wazi المسألة? Hii ni dharura hii. Hii haikutengenezwa jamaa ya pili kwa makusudio. Hii ni dharura. Tayeb. Tukumalize hii kisa cha Umar bin Khattab ili tujue lengo hapa ni kueleza kaifa kanat as-salah adhima fi nufusihim, namna gani ilikuwa sala ni jambo kubwa sana katika nafsi zao hawa salafu salih. Umar ibn Khattab waqad tu'i, na shadungwa kisu, ughmiya alayhi, umepotewa na fahamu. Masahaba wanakuja kumtizama Umar. Alipopata fahamu Umar ibn Khattab, kana awwal ma qala, maneno ya kwanza aliyoyasema Umar ibn Khattab, ma huwa asalla an-nas. Akili iliporudi tu pale subhanallah, ambayo ilikuwa kiakili na katika mizani ya kibinadamu kawaida, kama pengine ni mimi na wewe, ilikuwa tungeuliza man alladhi fa'ala hadha, nani aliyefanya hivi, nani aliyekuja kumdunga kisu. Umar ibn Khattab hata hakutaka kujua kabisa aliyefanya hivyo ni nani.
kitu cha kwanza kilichomshughulisha Umar ibn Khattab wa huwa ala washaki al-maut, karibu na kuondoka ulimwengu. Baada hapo akafa hapo Umar ibn Khattab. Lakini awwal sual ma saala qal asalla an-nas, watu wameswali, kwa sababu anajua alijungwa kisu katikati ya swala na swala ya alfajiri haikukamilika. Akauliza Umar ibn Khattab, asalla an-nas? Qalu na'am. قالوا نعم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن تركها, hakuna hadhi yoyote katika Uislamu kwa yule ambaye ataiacha swala hiyo. Idhan huwa nur fi qalbi almu'min, ni nuru katika qalbi ya Muislamu, kama huwa nurun fi wajhihi, kama ambavyo ni nuru katika uso wa mu'min. Tazama uso wa anayeswali na tazama uso wa mtu asiyeswali, hata kama ni Muislamu, tazama uso wake. Subhanallah. Na haya ni mambo ambayo tunayaona kwetu hata majumbani. Hata majumbani rahisi sana kusema mtu anayeswali ni yupi na asiyeswali ni yupi. Hii ni hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yuqdhifu Allahu fi wajhi hadha almu'min an-nur. Ndio maana akawasifu Waislamu katika surat Muhammad, faqal simahum fi madha, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ile sujud na ile rukuu wa sujud wa tahlil wa takbir wa wuqufak amama yaday Allah azza wa jalla inamsababishia mu'min uso wake kuwa na nuru. Kimwangalia anapendeza kabisa na nuru ya sala. Asiyeswali mwangalie uso wake, wa huwa muabbis, uso wake una abas, uso wake una qatar, saa zote ana ghadab, saa zote uso wake umekunjika kunjika. Ukimwona utafikiri wal iyadha billahi min khazanati jahannam, katika wale malaika wa moto. Saa zote ana ghadab, saa zote hana raha kabisa kabisa, kwa sababu nur imeondolewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika uso wake. Wa huwa nurun fi qabri almu'min, vile vile katika kaburi la Muislamu salah ni nur katika qabr, kama qala alulama, wa nurun fi hashrihi, yani yawm almahshar, na nur katika siku atakapofufuliwa mwanadamu. Qala alayhi salatu wassalam, man hafadha ala hadhihi salah, yule atakayehifadhi swala hizi tano, hizi swala za faridha, man hafadha alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm alqiyamah, fi alhadith alsahih bimajmu'i turuqi. Mtume alayhi salatu wassalam anasema yule atakayehifadhi swala hizi tano, kanat lahu nuran, itakuwa ni nur, wa burhanan, na burhan ni aina nyingine ya nur, lakini hapa inakusudiwa kwamba nini? As-sidq. Wa najatan, yani kufaulu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yawm al-qiyamah, yawm al-mahshar. Wa man lam yuhafidh alayha, na yule ambaye atazitupa swala hizi, hatoshughulika nazo, lam takun lahu nuran, lam takun lahu nur wala burhan wala najah yawm al-qiyamah, wa yuhshar ma'a man? Ma'a fir'auna wa hamana wa qarun. Anafufuliwa pamoja na kina Firaun, pamoja na kina Haman, na pamoja na kina Qarun ila jahannam wal iyad billah. Masala haya mazito ayuha alikhwa, hususan leo tukiangalia hali zetu na hali za walivyokuwa salaf katika masala ya sala. Masala ya sala, almuhafadha ala salat, na kusudia unaweza kuwa wasali, hilo haliwezi kupingwa, unaweza kuwa unasali, lakini hal tuhafadh ala hadhihi salah? Je, unaihifadhi hii sala kama hafadha alaiha man salafuna salih, kama walivyohifadhi sala hii wale waliotangulia katika sisi, katika waja wema? Na ndio maana wakawa na hii nur ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala qadhafahu fi qulubihim wa fi wujuhihim wa fi quburihim wa fi hayatihim, katika maisha yao yote wakawa na nur ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala almunbathiq min madha? Min as-salah, inayotokamana na sala. Wamefika wapi na sisi tukawa tuko wapi leo? Yani tazama maneno ya Said Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala min as-salaf as-salih, يقول ما فاتتني تكبيرة الإحرام منذ 30 سنة, sijapitwa na takbiratul ihram muda wa miaka 30.
muda wa miaka 30. Mwingine anasema ma sallaitu khalfa dhahri mu'minin 40 sana, sijaswali nyuma ya mgongo wa muislamu yoyote muda wa miaka 40. Sijaona mgongo wa muislamu katika swala. Nini maana yake sijaona mgongo wa muislamu katika swala? Safu al-awwal. Mwingine anasema Abdul Aziz يقول منذ 30 سنه ما يؤذن الا وانا في المسجد, hayadhiniwi muda wa miaka 30 hayadhiniwi isipokuwa na mimi niko ndani ya msikiti tayari. Ndio hao ambao la yusalluna khalfa dhuhuri almu'minin, hawatizami mgongo wa muislamu kabisa katika swala. 40 years hajaona mgongo wa muislamu katika swala. Mwingine miaka 40 hajaona ukuta wa mbele wa msikiti, kinyume chake. 40 years hajaona ukuta wa mbele wa msikiti. Kila siku nyuma kule, tena mpito na raka 4 au raka 3, kila siku yeye yakamilisha tu, kipiga salamu yakamilisha tu yeye, masbuk kila siku, masbuk. Situko wapi? Wasalafu salih wako wapi? Halafu nataka kwenda peponi kule kukaa na kina Abubakar as-Siddiq na kina Umar ibn al-Khattab na kina salaf salih Ali ibn Abi Talib wa Uthman wa ghayruhum min as-sahaba. Wapi utawafikia? Wapi utawafikia? Wacha hao masahaba at-tabi'in rahimahumullah ta'ala, tabi'in tu tuweke mbele yetu hapa kabla kufika katika as-sahaba radhiallahu ta'ala alayhi. Khuthaym au ghayruhu min at-tabi'in alikuwa mgonjwa, hawezi hata kutembea sawa sawa, lakini muadhini unaadhini, watoto wake wanamwambia kaa nyumbani, huwezi kusali msikitini, fa anta ma'dhur, wewe una udhur wa mtume alayhi salatu wasalam bi an tatakhallafa 'an al-jamaa. Yaqul ma asma'u munadi thumma usalli fi, siwezi mimi kusikia nida ya msikiti nikasali msikitini. Kabidi abebwe, watu wakamchukua, yuhada birrajul. Yuhada birrajul ma maana? yuhmal, anabebwa anapelekwa mpaka msikitini. Almuhafadha ala salah ayuha alikhwa, katika masala mazito ambayo yanaweka tofauti kubwa baina yetu sisi na salafu salih. Ukitaka kuipima mizani yako ya nuru ya salah, itizame ila ayi mada anta tuhafidh ala hadhihi salah, sababu hii sala Mwenyezi Mungu akukwambia usali. Mwenyezi Mungu akukwambia usali. Madha qal walladhina hum ala salatihim madha yuhafidhun, ma qal walladhina hum yusallun. Katika aya nyingine walladhina hum ala salatihim daimun, ma maana almudawama, ma maana almuhafadha. Kwa hivyo tuzungumzi masala ya kusali, natakallam an qadiyat madha, an qadiyat almuhafadha ala salat. Kwa hivyo ni challenge kwa Muislamu ili nuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iingie katika moyo, iingie katika uso, iwe na wewe katika kaburi lako, iwe na wewe يوم المحشر, iwe na wewe katika uhai wako. Sala yako iwe karibu na sala ambazo zilikuwa zikisaliwa na as-salaf salih rahimahullah ta'ala. Kitu gani kinakuzuia usiswali katika safu al-awwal? Kitu gani? Lipi muhimu kabisa katika dunia hii ambayo litakuwa kubwa kuliko Allahu akbar? Wewe ukishasikia Allahu akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Mkubwa wa nini? Wa kila kitu ambacho unachokifanya. Kama uko kazini, Mwenyezi Mungu ni mkubwa kuliko kazi yako. Hadha maana Allahu akbar. Kama uko nyumbani, Mwenyezi Mungu ni mkubwa kuliko nyumba yako na watoto wako na mkeo na mambo yote unayoyafanya. Allahu akbar min hadha kulli. Hakadha kana salaf salih. Pale عندما يسمعون النداء ياتون المساجد. Ikawa safu al-awwal wakati huo salaf wanapigania, kila mmoja anataka kuingia yeye katika safu hiyo. Ja'alani lahu wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.